kitu muhimu hapa ambacho pengine ni vizuri kitaangaliwa ni kwamba ukiangalia ile taarifa kwa umma kutoka kwenye bodi inaeleza officials wote kwenye ile mechi. Kuna mtu anaitwa afisa usalama, kuna mtu wa media, kuna mtu wa nini, imesheheni kila aina ya watu. Kwa hiyo nilidhani kwamba hili ni swala la kiutaratibu zaidi, kwamba afisa usalama wa mechi hiyo angepigiwa simu, baada ya kupigiwa simu angejua protocols zinasema nini, kwamba protocols zinasema nini katika vurugu ya namna hiyo. Kituo cha polisi hakiko mbali sana, ambacho ni makao makuu nadhani ya eneo pale cha Ng'ombe, sio mbali. Kwa hiyo usalama, hata wakati watazamaji wanaingia, polisi huwa wanakuwa wa kutosha. Kwa hiyo wangeweza kuitwa polisi wa kutosha ili kuweza kuifanya ile hali iweze kufanikiwa. Kwa hiyo inaonekana kiutendaji kuna baadhi ya watu hawakuchukua wajibu wao ipasavyo. Lakini nia ya kuyatoa yale majina kabla ya mechi huwa ni kwa ajili ya msaada wa kitu chochote. Unless unaniambia kwamba yale majina huwa ni mapambo tu, au vile vyeo ni mapambo. Na afisa usalama una wajibu gani zaidi ya wajibu wa kuhakikisha kwamba hili linatakiwa kutekelezwa? Kumbuka kwamba kuna kauli iliyotoka kwa manager wa uwanja kwamba hana taarifa juu ya timu hiyo kuja kufanya mazoezi pale. Na kwa kweli kama hana taarifa, unajua government moves on papers, kwamba ile taarifa ndio inayokufanya wewe sio kusikia tu barabarani. Na unajua kwa inavyoonekana mzizi wa vurugu zote zilizotokea pale ni Simba wenyewe. Mimi cha kwanza ambacho kilinishangaza ni kuona taarifa kwamba mabamsa wa Yanga wamewazuia Simba. Nikanajiuliza, hivi mabamsa wana nguvu kiasi gani wa kuzuia hadi Simba wasiingie kwenye uwanja wa serikali? Maanake pale kuna manager wa uwanja na ule ni uwanja wa serikali. Kama wale mabamsa walikuwa wanafanya vurugu yoyote, na kama kile kitu kingekuwa kipo kwenye makubaliano, ni ule manager angepiga tu simu kwa polisi ama kwa watu ambao wapo ngazi ya juu, wale mabamsa wangekuja kuondolewa pale haraka. Lakini sasa kinyume chake ni kama baada ya Simba kufanya kama ile ambush kuenda pale kwa kushtukiza, wale mabamsa wa Yanga wakapata nguvu kwa kuonekana kama wao sasa wanatuliza ghasia zilizoanzishwa na klabu ya Simba. Kwa hiyo mzizi wa zile vurugu zote inaonekana ni Simba wenyewe kuto kufuata utaratibu, na ndio maana baadaye watu walipokuja pale kuhangaika kwamba utaratibu ufuatwe wakapewa hiyo haki ya kuingia uwanjani.